Uchoke, muendelee kutubeba, muendelee kutushikilia na muhakikishe tunafika pale ambapo mnatamani, nyie mlikuwa mnatamani chama kifike. Niwaombe sana kwenye hilo. Moja ya mambo ni kuhakikisha tunaenda kuheshimisha taaluma ya walimu, lakini kuhakikisha tunaisimamia taasisi yetu katika viwango ambavyo nyie mlivianzisha na mlitamani viwe ndani ya taasisi yetu ya chama cha walimu. Hilo niwahakikishieni tutalisimamia na Mungu atusaidie liweze kuonekana. Tunajua tunazo changamoto nyingi ambazo tunapitia kama taasisi. Tunajua kabisa tunazo changamoto nyingi tunazozipitia. Lakini sisi tutahakikisha tunaendelea kuzitatua moja baada ya nyingine kadri tutakavyokuwa tunajaliwa. Lakini mimi niwaombe sana mwenyekiti, nyie muwe sehemu ya kutusaidia kutatua hizo changamoto. Mimi naamini mkiingilia kati, taasisi hii itatulia na itasonga mbele. Kwa uwezo wenu unavyowafahamu, kwa maombi yenu ambayo mlionayo na kwa namna ambavyo mlianzisha hii taasisi, mkiingilia kati taasisi hii itasonga mbele. Msiache kuiombea taasisi, msiache kusimama na taasisi, msiache kuwasaidia walimu wa Tanzania hii. Msiache kabisa. Mnafahamu kabisa taasisi hii imewasaidia watu wengi. Achana na nyie wenyewe, lakini imewasaidia watu wengi. Na kwa sababu nyie mlianzisha mkiwa na nia njema na imewasaidia watu wengi, ndio maana inaonekana mna umri mkubwa lakini hamzeeki. Mmepata baraka kwa kitu ambacho mlikianzisha. Bahati nzuri mna uongozi wenu. Mkiona mambo yameenda ndivyo sivyo sana, hebu watumeni basi waje wazungumze na sisi. Wakishamaliza kuzungumza na sisi, mwenye kusikia atakuwa amesikia. Ambaye hata sikia, wanasema usiposikia la mzee mwenyewe tu utajua litakalokukuta huko. Kwenye vikao vyetu vyote tutahakikisha hawa wazee wanapata uwakilishi angalau hata wakusema vyote. Shukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Karibuni sana Dodoma. Asanteni sana. Wazee tumehemewa na furaha. Lakini pia tumehemewa na shukurani za dhati kwa heshima kubwa mliotupa sisi, mkatenga muda wenu wa thamani wenye kuhitajiwa na wengi, mkaja kuzungumza na sisi. Tunasema asanteni sana na Mungu awalipe kheri. Viongozi na watendaji wa CWT wastaafu tuliohudumu kwa nafasi mbalimbali katika chama hiki kama viongozi na kama watendaji, tunajiona ni waasisi wa chama hiki. Tuone mnavyoweza kutuona, lakini sisi tunajiona ni waasisi wa chama hiki na tunaona taasisi hii ni sehemu ya jasho na damu zetu. Kwa hiyo ni fahari yetu. Mara zote tungependa kuona kitu hiki kinastawi, kinaendelea kuwepo. Kwa hiyo tungependa kuona taasisi hii ikishamiri, ikiwa na nguvu, ikiwa na mvuto, ikiwa inawavutia kila kizazi kinachoingia cha walimu na hata wasiokuwa walimu, kuifanya hafla hii kuwepo. Lakini mkatenga muda kuja kutusikiliza au kuja kutusalimia, tukakutana na ninyi. Tunawaomba au tunakuomba mgeni rasmi, utuvumilie kutusikiliza, tukueleze tunavyoiona taasisi, tunavyowaona ninyi viongozi na tunavyowaona wanachama wenzetu ambao ni wanachama kamili, sisi tukiwa nje kama wanachama shiriki, juu ya uimara, udhaifu. Na baada ya kuyaona hayo, tunashauri nini kifanyike kama mtaona inafaa, tukiwa tunatazama lengo letu la msingi la kuiona taasisi hii ikiwa bora na yenye kutimiza malengo yake yaliyokusudiwa tangu kuanzishwa kwake. Sana kwa unyenyekevu, hekima na busara ya kuona mbali. Kuna wakati unaweza kuhisi unafanya kwa usahihi, kumbe mtazamo wako tu, lakini uhalisia haupo. Lakini kukutana na wazee wanakuambia no, hapa jaribu kupita hivi. Hata sisi tulikuwa hivi. Sisi tunakomaa kwamba huku ni huku, kumbe siko. Kwa msiache kutuvuta. Mnatuvuta, mnatushauri.